Ni heri uwe mtumwa wa kufungwa pingu na minyororo kwenye mikono, lakini sio utumwa na kufungwa pingu kwenye akili yako. Tena mnaweza mkaniwekea ile picha. Ni utumwa mbaya kuliko utumwa wote uliowahi kuona. Angalia mtu ambaye yuko huru kifikra, akili zake zinatumika kama mikono ya kushikia kitu chenye ncha cha kukata minyororo kwenye mikono yake. Angalia, huu ndio ukombozi wa kifikra ambao tunauzungumzia, ambao mtu akiwa huru kichwani, uhuru kwenye mikono lazima upatikane. Mpigie Yesu kwenye makofi yako mengi. Lazima utengeneze moduli ya kwako. Lazima uangalie hiki kitu. Mimi nilikuwa ninafikiri na ninafikiri nikushirikisha na wewe asubuhi ya leo, ili unapoenda kazini ukatafakari. Mimi nafikiri sikukuu ya Mei Mosi, sikukuu ya wafanyakazi duniani kote, kwa sababu Isaya anasema wafanyao kazi ya mshahara wanahuzunika. Mimi nafikiri kuanzia sasa sikukuu ya Mei Mosi, kwa sababu ni sikukuu ya wafanyakazi, achukuliwe mzee mmoja wa Kimasai ambaye ana ng'ombe 3,000, aje kwenye sikukuu ya Mei Mosi kwenye pulpit pale mbele kwenye jukwaa, apewe nafasi hata ya dakika 30, aelezee hawa wafanyakazi wanaolalamikia mshahara namna ya kufuga ng'ombe na kupata kipato kupitia ufugaji. Jambo la pili, ninafikiri kwenye sikukuu ya Mei Mosi, sikukuu ya wafanyakazi, kwa sababu dunia ina tayari kwa sababu ya wafanyakazi wanaolipwa mshahara, aje mkulima mmoja ambaye anamiliki ekari za mpunga kama 800 au 700, hekta kadhaa, anayevuna magunia 3,000 kwa mwaka, aje apewe nafasi ya nusu saa, aeleze hao wafanyakazi namna ya kufanya kilimo hata kama wakiwa kazini, ili waweze kupunguza manunguniko ya kuongezewa mshahara. Nipungie mkono namna hii tena.